Bado mtazamaji, tukisalia katika eneo hilo la ukanda wa Pwani, ni kwamba baadhi ya wazee wa kaya za Mijikenda kutoka eneo la Pwani wamejitokeza kupinga vikali kutawazwa kwa aliyekuwa waziri Ali Jirau Mwakwere kama msemaji wa jamii za Mijikenda na Pwani kwa jumla. Wakiongozwa na mshirikishi wa wazee wa kaya kanda ya Pwani Tsuma Nzai, wazee hao wameshikilia kuwa uteuzi wa Mwakwere ni haramu na hautambuliki na jamii pana ya Mijikenda. Wazee hao sasa wametoa makataa ya siku 14 kwa Mwakwere na ujumbe wake kuomba msamaha kwa wazee wa Mijikenda, la sivyo waandamwe kwa njia za kizee. Kauli ya Nzai imepigwa jeki na kiongozi wa vijana rika katika kaya za Mijikenda, Nguma Charo. Mnazungumzia mbona hamshirikishi viongozi wote waliteuliwa? Hapo kuna njama fiche. Na tulijua kwamba kuna njama fiche, si masuala ya umoja wa Mijikenda, ilikuwa ni masuala ya kisiasa. Msimu wa siasa uko karibu, wamekuja na mbinu mpya wauze Mijikenda. Na jana ilidhihirika kwamba nilikuwa ni mbinu ya kuuza Mijikenda. Usemaji wa Mijikenda unaenda kulingana na makaya 9. Kwa sababu hakuna kaya linaweza likatoa mtu aweze kulisemea, kwa sababu hizi kaya ziko kila kaya iko na desturi yake, isipokuwa mila ni moja ya Mijikenda. Kwa hivyo yale ambayo yalifanyika, yule bado tunamtambua kama msemaji wa Wadigo, lakini si msemaji wa Mijikenda. Mimi kwa niaba ya Wamijikenda na wakayafungwa na kaya zote 9, ninawalani vikali wale mawakili ambao walienda pale kumwapisha yule mzee Mwafulani, kwa sababu sisi wa Mijikenda huwa hatuna certificate za kuapisha anayetuwakilisha, bali huwa ni wazee wanakaa, wazee 9 wanachagua kiongozi mmoja ndo anawakilisha wa Mijikenda ama hata wapwani wote. Katibu wa afya ya umma